Bwana Zuberi, taarifa pendwa kabisa ni Azizi Ki afichua kinachomtesa msimu huu. Huenda Bwana Zuberi umekuja na mawazo yako yanayomtesa Bwana Azizi, lakini Bwana Azizi kaja na ajenda zake hizo tatu ambazo zinamtesa. Ya kwanza ni mabadiliko ya walimu kwenye msimu huu, hakuyapata msimu uliopita ndio maana akawa na goli nyingi. Lakini pia anasema benchi la ufundi ambalo alianza nalo kazi msimu huu lilimtengeneza Prince Dube kuwa mfungaji wa kwanza kabla ya Azizi Ki, ndio sababu zilizomtoa kwenye namba Azizi. Lakini yeye anaamini injury ya mgongo ambao ameipata na yenyewe imemtoa kwenye ushindani, si tu Yanga. Anakiri hata timu ya taifa Burkina Faso amekosa mwendelezo mzuri, lakini anaamini msimu ujao panapo uzima atarudisha makali yake ya msimu ule aliokuwa top scorer na MVP wa ligi. Ameshanyosha miguu msimu huu, shughuli sio yake, imeshindikana. Unakubaliana ingizo la Dube, mabadiliko ya makocha na injury hizi, mara nyonga mara mgongo, ndizo zimemtoa mchezoni msimu huu Azizi Ki, ama kuna mambo mengine? Yuko sahihi kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kaliona tatizo kwamba yeye kwake ndio tatizo. Na ukiangalia kwa hicho anachotaja Azizi kina maana kubwa. Unajua ujio wa Dube ulipunguza dira ya ushambuliaji wa Yanga kutoka kumfanya mshambuliaji Azizi kuwa sehemu ya mipango mingi ya mashambulizi, maana yake wakawa wamepata wanasema tactical specific man. Mtu gani anaelekezewa mashambulizi timu ikiwa inashambulia. Kwa wakati wote tunaweza tukafunga, lakini tukiamini nani yuko eneo sahihi akiwa anafunga. Tafsiri yake ni kwamba zile nafasi alizokuwa anaweza kuzitumia Azizi msimu uliopita zinaonekana kama sehemu za kutengeneza nafasi kwenda kushambulia. Kwa hiyo kufanya maamuzi ya kupiga, kuweza kujiswitch kwenye yale maeneo yote ambayo Azizi alikuwa anafunga, alipata wakati mgumu, kwa sababu msimu uliopita hapo Azizi alikuwa bora. Yako magoli mengi sana Azizi alifunga nje ya sanduku. Yako magoli mengi Azizi alikuwa anafunga mbele kuna walinzi. Kwa alikuwa anapewa muda wote apige mashuti anavyotaka yeye. Lakini kwa muundo wa timu wa sasa wa Yanga kushambulia, maana yake mbele kulikuwa kuna mtu maalum anafuatwa. Hilo moja. Lakini pili ni kubadilika. Kumbuka wakati anachukua ubora alikuwa chini ya Miguel. Akaja kocha Siada na Movic, ambaye yeye anataka aone free passing style and placing. Muende kwa shinikizo, mkiwa mnapiga pasi kwenye kila nafasi zinazopendekezana mnapopenya kwenda kwa wapinzani. Sasa wakati fulani ilikuwa zikipigwa pasi, mtu wa mwisho akifuatwa na pasi alikuwa Azizi mwenyewe. Safari mnazifuata pasi mkienda mbele mkiamini yuko Dube. Tayari staili ya kucheza pia ndio amembadilisha. Lakini nani? Ni kocha mwingine. Baada ya hapo kaja kocha mwingine ambaye sasa hivi tunamtaja Merud. Ukiangalia timu yake ya Yanga sasa hivi ni kama wanapiga Galatoni. Gita lile Galatoni. Hata umeme ukikatika Galatoni linalia. Kwamba yeye Galatoni lake anacheza ka standard situations, tumike mipira cross ipigwe, lakini bado pia wana tactical specific man mbele. Sasa kwa namna ambavyo Azizi alikuwa anapata uhodari wa kufunga mabao yake, zile nafasi kwake hayupo kwenye hiyo nafasi kwa kiwango kikubwa. Kwa anafunga magoli kutokana na timu inavyocheza, sio flow ya mchezo ulivyokuwa anamtaka acheze. Unaona tofauti? Anafunga magoli kutokana na timu inavyocheza, sio kama flow ya mchezo ulivyokuwa anamtaka acheze wakati ule wa Miguel. Kwa hiyo